Ni zaidi ya miaka 61 tangu kupatikana kwa uhuru wa nchi mbili ya Tanganyika na Zanzibar na kuweza kuungana na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mwalimu Julius Nyerere kwa upande wa Tanganyika na Sheikh Abeid Amani Karume kwa upande wa Zanzibar. Muungano huu ulileta maendeleo chanya na kutanuka kwa kiuchumi na kisiasa. Je, unafahamu tarehe halisi ya muungano huu? Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulifanyika tarehe 26 April 1964 na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano huu ulikuwa muhimu katika historia la bara la Afrika na kujibu changamoto za kisiasa na kiusalama zilizokuwa zinatisha nchi hizi mbili. Kwa upande mwingine, Tanganyika iliongozwa na Mwalimu Julius Nyerere na kwa upande wa Zanzibar iliongozwa na Sheikh Abeid Amani Karume. Viongozi hawa waliweka majadiliano kupitisha makubaliano ya muungano na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kushirikiana katika nyanja mbalimbali za kisiasa na kiuchumi. Je, muungano huu ulileta mabadiliko gani kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Muungano huu ulileta mabadiliko makubwa katika mfumo wa utawala. Tanganyika na Zanzibar zilikuwa na serikali za ndani, lakini zilifanya kazi chini ya serikali kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliongozwa na Rais wa Tanzania. Viongozi wa Tanzania waliona muungano huu kama njia ya kuleta maendeleo ya pamoja na kuongeza nguvu ya pamoja na nguvu ya kisiasa na kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali za kijamii, kiutamaduni na kiuchumi ili kuleta maendeleo thabiti. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar pia umejivunia kuwa ni mfano wa ushirikiano wa kimataifa unaoendelea katika bara la Afrika. Licha ya changamoto zinazojitokeza, viongozi mashuhuri wa Tanzania Mwalimu Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume, na hadi leo Tanzania inajivunia kuwa na taifa linaloendelea likiwa na umoja na mshikamano wa wananchi hao katika kuleta maendeleo ya kudumu. Zaidi ya hapo, muungano wa Tanganyika na Zanzibar uliweza kuonyesha umuhimu wake kwa kuleta sera za kijamii zinazohakikisha haki za binadamu na kulinda haki za kila raia, na pamoja na maendeleo ya kiuchumi yanaweza kudumu katika kukuza biashara ya nchi zote mbili, kuonyesha ni jinsi gani ushirikiano wa kisiasa unaweza kutoa usuluhisho kwa matatizo ya kimataifa na ya nchi za Afrika ili kuleta maendeleo thabiti kwa mataifa ya Afrika. Kabla ya muungano, inakadiriwa idadi ya watu Tanganyika ilikuwa zaidi ya milioni 9. Hii ilikuwa ni mchanganyiko wa watu wengi, mchanganyiko wa makabila mbalimbali ikiwemo Wahehe, Wasambaa, Wagogo na makabila tofauti tofauti. Na kwa upande wa Zanzibar ni zaidi ya 295,000 kwa zaidi ya mchanganyiko wa watu kisiwani humo. Ndani ya wingi huo wa watu kulikuwepo na mahusiano ya karibu ya kihistoria baina ya Tanganyika na Zanzibar katika nyanja mbalimbali kama vile udugu wa damu, biashara, utamaduni, lugha na mahusiano ya karibu kisiasa, hususan baina ya TANU na